na Mathayo. Yesu aliwaambia wafuasi wake, ufalme wa mbinguni umefanana na hazina iliyositirika katika shamba, ambayo mtu alipoiona alificha, na kwa furaha yake akaenda akauza alivyo navyo vyote, akainunua shamba lile. Tena ufalme wa mbinguni umefanana na mfanya biashara mwenye kutafuta lulu nzuri, naye alipoona lulu moja ya thamani kubwa, alikwenda akauza alivyo navyo vyote, akainunua. Tena ufalme wa mbinguni umefanana na juya lililotupwa baharini, likakusanya wa kila namna, hata lipojaa walivuta pwani, wakaketi wakakusanya walio wema vyomboni, bali walio wabaya wakawatupa. Ndivyo itakavyokuwa katika mwisho wa dunia. Malaika watatokea, watawatenga waovu mbali na wenye haki, na kuwatupa katika tanuru ya moto. Ndiko takuwako kilio na kusaga meno. Yesu aliwauliza, myafahamu hayo yote? Wakawaambia, naam. Akawaambia, kwa sababu hiyo kila mwandishi mwenye elimu ya ufalme wa mbinguni amefanana na mtu mwenye nyumba atoaye katika hazina yake vitu vipya na vya kale. Injili ya Bwana. Kristo tumaini letu. Zangu, kila siku tunapo safiri katika imani yetu na katika hii dunia, tunatafuta mambo mengi. Kuna vitu nyingi ambayo tunatafuta, lakini zaidi tunatafuta kitu ambaye ni nzuri, au tunatafuta mtu ambaye ni mwema, mtu ambaye inasema ndio yeye. Na kwa zaidi kwa wale wanapanga kufunga ndoa, kuanza familia takatifu. Na kwa binadamu kwa kawaida anatafuta kitu ambaye ni kizuri, sio mabaya. Na hii ndio safari yetu ya kila siku, ili tuwe na furaha, ili tusiwe kwenye huzuni, hali ya huzuni au bila furaha. Basi leo neno la Bwana
inatuelekeza kwenye nini? Kwenye ufalme ya mbinguni, ufalme ya mbinguni. Na kama Wakristo, kwa Kristo ili tuone nini au tuwe wapi? Kwa Kristo ili mwisho yetu iwe katika ufalme wa mbinguni. Na kwa hivyo sisi kama Kristo, hazina zetu ni ufalme wa mbinguni, ufalme ya Mungu. Na kwenye hiyo basi hatuwezi kukosa kwamba kwa ile habari njema ni kwamba kuna mwisho ya kila mmoja wetu, na katika hiyo mwisho basi ndio basi tunapaswa kuwa katika ufalme wa mbinguni na sio motoni. Na inaanza sahi, wala sio jioni, sio kesho, ni sahi. Na katika hiyo ufalme wa mbinguni na ufalme wa Mungu, na usema kwamba kuna sifa tatu katika kulingana na neno la Bwana leo. Na kwangu ya kwanza ni kwamba ufalme wa mbinguni imefichwa, haipo wazi. Huwezi kuenda tu na kutoa, haipo wazi, imefichwa na lazima uyatafute. Naamini kwamba ndio maana tunaweka bidii baada ya ubatizo, komunyo, kipaimara, ndoa. Na kama haitoshi, kama hii parokia yetu kuna shirika Mtakatifu Ana, Bikira Maria, Yosefu, kuna vyama vya kitume, kuna charismatic, kuna kwaya. Naamini hizo ndio njia zetu ya kufika katika ufalme wa mbinguni. Kwa hivyo tunatafuta kupitia hizo zote, bila kusahau kwa padri, ili tuyafike mahali ambayo tunasema ndio ni hazina. Na basi kwa kuyachimba au kutafuta, inatualika kuweka bidii zaidi. Sio kirahisi. Siku hizi nasema vijana wanatafuta hela sana, na watu wengi wanatafuta hela. Huwezi kupata kwa urahisi, lazima ufanye kazi ndio upate. Lazima upate ajira ndio upate hela. Lazima uwe na biashara. Je, na ya Mungu ni rahisi? Ni rahisi? Msifu Yesu Kristo. Ni rahisi? Sio rahisi, si ndio? Nikitoa mfano ya familia, sema yani baba anakuja na vita zake kwako, wewe kama mama utafanya nini? Au pa nyingine mama anakuja na mambo zake, ugomvi, wewe utafanya nini? Au mtoto. Lakini kuyapata hii hazina ufalme wa mbinguni lazima unyenyekee, na kunyenyekea sio rahisi, au sivyo? Kunyenyekea sio rahisi. Hata katika hayo vita zote, pigana nini, lazima useme nakupenda. Sio rahisi. Kusema nimekusamehe sio rahisi, lakini lazima tufanye hivyo, kwa sababu ufalme wa mbinguni umefichwa. Lazima. Hiyo ni ya kwanza. Ya pili, ufalme wa mbinguni ni kujitolea. Ni kuwa tayari ya kutoa kitu yoyote ili uishi pale, ili upate hiyo hazina. Watu wangapi wanajitolea? Sio kitu rahisi.
ngumu. Siku hizi wengi wanagopa kuishi maisha ya ndoa, na wengine pia hawezi kuishi peke yao. Si rahisi pia siku hizi kuwa padri, sister. Kwa mzazi kutoa mwanae si rahisi. Kwa hivyo ni kujitolea kama tunahitaji uzina, hii hazina ufalme ya mbinguni. Ya tatu, ufalme ya mbinguni inahitaji hekima. Inahitaji hekima. Katika somo la kwanza, nyumbani kwake kwa kusali, basi ameomba hekima. Sisi tunaposali tunaomba nini? Kwa kuomba hekima, basi Mungu atakampatia kenye hajaomba, akampatia hata tajiri, akampatia. Hakuomba maisha marefu, hakuomba utajiri, lakini kwa sababu aomba tu hekima, kuongoza watu wa Mungu, ndio maana basi akapata. Siku hizi maisha ya Kristo hahitaji makaratasi au niseme documents. Kuwa mke mwema hahitaji shule. Kuwa mume mwema hahitaji shule au documents, hahitaji darasani. Kuwa Mkristo ambaye ni mwema hahitaji kuwa na documents, mafaili au vitabu. Inahitaji hekima. Na kwa hivyo kuongoza familia kwa neema ya Mungu na kwa msaada wake, lazima uwe na uwezo ya kuishi katika hekima. Kama sio hivyo, basi hatuwezi. Na nchi zetu au dunia inahitaji wale ambao wanaweza kuongoza kwa hekima. Kama sio hivyo, familia zinakufa, jumuiya zinakufa, na pia kanisa inakufa, nchi inakufa, kwa sababu ya kosa nini? Hekima. Tunaangalia mambo zingine, na kwa sababu basi tumekosa, basi hivyo hizo tumekosa hekima, basi tunaangalia kama viongozi, tunaangalia wale ambao labda wameiba kuku na sio mabilioni. Tuangalia wale wa maskini, ndio sawa wale ambao wako juu. Kwa hivyo tunaposali, ndugu zangu, nini ambayo tunaomba kwa Mungu? Ndugu zangu, asio hivyo tu, kwa pande mwingine tunaweza kuishi na kusema kweli tupo katika njia sahihi, lakini kwa pande nyingine sio hivyo. Kwa wakati huu nasema tupo ndani ya juya. Kwa hivyo tukivutwa nje, tutakuwa upande ipi? Sehemu mabaya au sehemu pazuri? Sehemu ya malaika au la? Naamini kila mmoja wetu angependa awe sehemu ya malaika mwisho ya maisha yetu, lakini itawezekana. Tumsifu Yesu Kristo. Ndiyo, inawezekana. Itawezekana kama tunapenda kusali, na ndio maana Sulemani anapata hekima. Na kwa kusali inamaanisha kwamba anapenda Mungu. Kwa hivyo tupende kusali, tumpende Mungu. Na Mtakatifu Paulo anatuambia hivi, tupende Mungu. Na ya tatu, tupende sheria. Tuweka kwa amri za Mungu. Kama tungependa tuwe katika njia sahihi, si tuwe katika maisha kweli ambayo mtu anasema basi ni ya kweli. Tumsifu Yesu Kristo. Tumebarikiwa na mashirika.
tumebarikiwa na vyama vya kitume, tumebarikiwa na ninasema kwaya au mengineyo, mtoto mtakatifu. Hizo zote inatusaidia na nini? Inapaswa kutusaidia katika njia ya utakatifu, kuishi katika roho ya watakatifu. Na kama leo napokea wanashirika wapya Mtakatifu Ana, lazima wawe tayari kuishi katika hiyo njia ya Mtakatifu Ana. Na Mtakatifu Ana ni nani? Msifu Yesu Kristo. Amekuwa au ni bibi wa Yesu. Na kama bibi wa Yesu ni kubwa sana, ni ya maana sana. Kwa njia yote kuishi katika hiyo njia, itakuwa ionekane vizuri, ndugu zangu, kama tupo katika shirika fulani, lakini hiyo shirika inaleta maswali sana kwa familia, kwa majirani au kwa jumuiya. Kwa hivyo kinachotafanya tutasema lakini yuko katika shirika la Mtakatifu Ana, yuko katika shirika ya Bikira Maria, Mtakatifu Yosefu. Hii tusaidie kuishi maisha takatifu. Na kwa hivyo kama upo katika hizi zote, lazima aoneshe mfano kwa mwenzako. Kama wewe ni mama, lazima uoneshe kwa baba. Kama sio hivyo, baba atashangaa. Kama wewe ni mwanashirika fulani, lakini nyumbani unatusi baba, italeta maswali sana. Kwa upande mwingine pia, wa baba au wa mama wasitumie njia kwenda kusema tu kwamba huyu anasali tu. Sio hivyo, sema tu huyu anasali tu, naweza kufanya chenye nataka kwa sababu anasali tu, hata fanya chochote, haitakuwa vizuri. Na pia kwenye hii parokia, hizi mashirika itusaidie kuyajenga familia ya Mungu zaidi, na kuyajenga ufalme wa mbinguni zaidi. Itashangaza kama mtu anakuja sema, huyo mtu anaondoka kwenda kusali parokiani kila wakati, lakini nyumbani anaishi maisha ya uganga. Itakuwa vizuri? Basi wale ndugu zetu wengine ambao wapo kwenye shirika watasema afadhali nikae tu, afadhali nikae tu. Kusema kwamba shirika fulani, kwenye shirika fulani wengi watafuta mganga sana, watasema afadhali nikae tu, itakuwa kazi. Msifu Yesu Kristo. Mashirika inapaswa kujenga familia, kujenga jumuiya, na kujenga jumuiya ni kujenga parokia. Lakini kama hizi zote inakuwa chanzo ya kuleta ugomvi kwenye parokia, kuyachafua jina ya parokia, tutaenda kama ni hivyo, itatusaidia kufika au kupata zina ufalme wa mbinguni? Itasaidia, kwa sababu itakuwa chanzo ya ugomvi, na sio kwenye parokia tu, itaenda mbali pia, jimboni pia, au dekania. Kwa hivyo lazima tujue kwamba hizi mashirika yatusaidia na nini. Ni mlango ya mabaya yote ya parokia. Inakuwa kama mlango au hizi geti za parokia. Mabaya inatokea, inaingia kupita kwenye hiyo geti, mabaya inapitia kutoka kwenye hiyo geti.
Kwa hiyo mashirika na vyama vya kitume isiwe hivyo, ili tusaidie kuyajenga familia zetu, kujenga jumuiya zetu na kujenga parokia yetu. Kwa kujenga parokia ni kujenga jimbo, pia ni kujenga kanisa, na hapo ndio tunasema kweli tunaingia katika au tuko katika njia ambaye inatuelekeza kwa kuyapata hiyo hazina, ufalme ya mbinguni. Yesu Kristo atusaidie, kujalie neema ya kumpenda zaidi na kuyatafuta ufalme ya mbinguni, na kwa kupata na kutumia katika maisha yetu za kila siku. Tumsifu Yesu Kristo.